za msingi ambazo tutapaswa wote tuzijue hapa na kuchukua hatua. Vinginevyo hatuwezi kuwa tunaweka maazimio na mimi ninasema, siku ile nilisema kwa shida sana kwamba haya maazimio ya nini, kwa sababu majukumu yetu yamewekwa kwenye katiba, kwenye sheria. Sasa katiba au sheria unaitekeleza tu, unawekeaje maazimio? Vinginevyo tutataka kutoka katika utawala wa sheria, tunaanzisha utawala wa maazimio, kitu ambacho mimi siko tayari. Kwa hiyo nilisema kwa shida sana, sisi tunaita, tuseme tu kwamba tutakuwa tunaita mikakati ya kushughulikia hizo changamoto ambazo zinajitokeza wakati tunatekeleza majukumu yetu. Na tunafanya mkutano huu wakati taifa hili limepotelewa na moja ya viongozi wake mahiri sana, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, ambaye sisi ambao tumekuwa kidogo tunatambua mchango wake mkubwa katika taifa hili, na wakati akitekeleza majukumu yake chini ya ibara ya 19 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alichangia sana kukuza na kuendeleza usalama wa jamii, amani katika jamii, maadili ya jamii na umoja wa kitaifa. Ninaomba niwaalike angalau tusimame hata kwa dakika moja na kuheshimu mchango wake katika taifa hili wakati akitekeleza haya majukumu yake chini ya ibara ya 19 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Mheshimiwa majaji na viongozi wote tuliopo, lengo la mkutano huu ni kutathmini taarifa utendaji kazi wa mwaka 2025, taarifa ya mashauri, ukaguzi wa mahakama, maboresho ya huduma za mahakama, tehama, utekelezaji wa bajeti ya 2025-26 na mipango ya 2026-26 na miradi ya majengo ya mahakama. Mheshimiwa Jaji Kiongozi amezungumza hili, lakini kubwa ni kubaini mafanikio na changamoto zilizojitokeza katika utekelezaji wa majukumu hayo, kutafuta ufumbuzi wa pamoja na kuweka mikakati ya utekelezaji wa majukumu yetu kwa mwaka 2026. Mheshimiwa Jaji Kiongozi, umesema kitu hapa, yani tangu nimekuja hapa mimi siku zote naimba juu ya kujituma, proactivity. Na hili sio sharti langu kama nimeribuni, ni sharti la katiba, liko kwenye ibara 25 ya katiba. Na kujituma huku kunatokana na kuwajibika. Mara ibara 25 ya katiba inazungumza juu ya wajibikaji wa watumishi wote wa serikali na kila mtu. Katika hotuba yangu nikiongea na wasajili tarehe 22 Desemba, nilizungumza kwamba hatuwezi kuishi kwa maelekezo. Hatuwezi kuishi kwa maelekezo. Sisi ni binadamu, tuna akili kuliko wanyama. Tunatambua wajibu wetu na tunapaswa kujua kwamba ili kama binadamu tuweze kuendelea kimwili, kiroho na kiakili, inapaswa tufanye nini na kuchukua hatua. Lakini zaidi kwamba sisi ni binadamu, tuna akili, sisi ni viongozi, tena viongozi wenye dhamana kubwa ambao tunapaswa tuigwe katika taifa hili. Hatuwezi sisi kuishi kwa maelekezo. Sasa maelekezo yataharibu mahusiano tulionayo. Kwa sababu maelekezo yana tabia kuwa na ufuatiliaji. Maana maelekezo yanakuja na sanctions. Hatutaki kuharibu mahusiano hayo. Kila mmoja awajibike ipasavyo. Kwa hiyo na hii akili ya kwamba tunazungumza hapa, watu wanaohusika kutekeleza hawatekelezi, wanasubiri kikao kingine
hatutakuwa na utamaduni wa aina hiyo. Mimi nimeshasema mahakama inapaswa iwe ya mfano. Mahakama ndio kimbilio ya kila mtu. Hata mimi nikifanya kosa, mkitaka kunishtaki, mtanileta tu hapa mahakamani. hapa mahakamani. Sisi wenyewe lazima tuwe mfano. Na mafanikio kama yote lazima yawe yamechangiwa na kila mmoja wetu, ana sehemu ya kutekeleza. Hayawezi kuwa ni kwa ajili ya msukumo kutoka kwa mtu mmoja. Kwa hivi ninapoungana na Mheshimiwa Jaji Kiongozi kurikapo hapo, ni hiko kitu ambacho amekiona kama ni one of areas of improvement, wakati akirecognize mchango wa Mheshimiwa Jaji Mgeta kwenye hili. Mimi nadhani hiwe ni funzo kwetu sisi wote. Mimi maisha ya kuadhibishana sio tamaduni wangu mimi, kwa sababu mimi nataka watu waelewe, na ninyi viongozi ni watu wazima. Sisi kwa umri wetu kama huu sasa tunabaki ni viongozi, tunabaki kuwa walezi tu. Na wengine tumelea watu wengi, sasa naona ni viongozi katika taifa hili kila sehemu. Sasa yule ambaye atafikiri kwamba kwa kuwa kiongozi yeye ana impunity, nadhani atakuwa anakosea tu, ni kutokuelewa. Kwa hiyo tunataka mafanikio ambayo yanakuwa generated na kila mmoja wetu kwenye muhimili huu au kwenye taasisi hii ana mchango. Tusiishi maelekezo kwa maelekezo sijui yanatoka wapi. Tumewaalika management kwenye mkutano huu. Pamoja na mengine, tutataka watupatie kilichotekelezwa katika yale tuliyoazimia wakati ule. Na tutapata kwa sababu hao ndio wanaratibu na kutekeleza mikakati ya vikao vyetu. Lakini pia tunataka tunapoalika ni katika sehemu ya kuimarisha uwazi na uwajibikaji wa pamoja. Majukumu yetu yanategemeana. Yaani sisi judicial officers hatuwezi kufanikiwa tukiwa tumetenga ile timu ya management ambayo ni all inclusive. Pale kuna judicial officers na non judicial officers, na kiongozi wao ni mtendaji mkuu wa mahakama. Kwa hiyo tunapoalika hivi tunapata kuwa na wazi na uelewa pamoja kwamba kumbe haya ndio yanayopaswa kufanywa na ndivyo tunafanya, na kama kuna sehemu ya kuchangia wote tunaenda pamoja. Hatuwezi kufanya vikao vya kujificha. Kwa hiyo ninakushukuru mtendaji mkuu kwa kuwa na sisi hata asubuhi hii, lakini nimeona pia na baadhi ya viongozi unaoongoza hapa, hata wa mahakama kuu nimeona pale, na kila mtu aliyoko kwenye